Andika shinda kushindwa kwa kutumia damu ya Yesu Kristo kama mahakama ya kuhukumu miungu. Shinda kushindwa kwa kutumia damu ya Yesu kama mahakama ya kuhukumu miungu. Lengo la somo, andika, ni kukuwezesha wewe uliyeamini uitumie damu ya Yesu Kristo kama mahakama ya kuhukumu miungu dhidi yako. Lengo la somo letu, uitumie damu ya Yesu Kristo kama mahakama ya kuhukumu miungu dhidi yako. Wakorinto wa kwanza sura ya 5, Wakorinto wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 7 na wa 8. Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali yasiyochachika, ndiyo weupe wa moyo na kweli. Tuongeze Kutoka sura ya 12 mstari wa 13, halafu tunasoma na mstari wa 12. Tunaanza kusoma mstari wa 13 Kutoka 12, halafu tunasoma na mstari wa 12. Kutoka sura ya 12 na ule mstari wa 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwemo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Narudia mstari wa 13 kwa faida. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwemo, nami nitakapoiona damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakapowaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Baba, katika damu yako Yesu Kristo, yaka ambayo tuliyawaza leo kuyafundisha, lakini umesema leo tufanye kwanza hukumu. Nami nasimama kwa mamlaka yako, ile mamlaka Yesu ulionipa. Leo natangaza hukumu juu ya miungu yote ya Tanzania, juu ya miungu yote ya kila kabila, juu ya miungu yote ya kila ukoo. Haina fungu wala sehemu juu ya watu hawa. Baba, kwa damu yako naachilia hukumu ikawapate miungu yote, hawatainuka wala kusimama juu ya watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo. Wale walionaswa kiroho wakaachiliwe, wale walionaswa kiuchumi wakaachiliwe, wale walionaswa mizimu na majini, toka pepo achilia, huna fungu wala sehemu. Ibada hii naiweka wakfu mikononi mwako katika jina la Yesu. Kila mmoja apige makofi ya heshima, aseme amen. Nisikilize mtu wa Mungu, leo tunakwenda kutangaza hukumu. Kwa somo letu linasema shinda kushindwa kwa kuitumia damu ya Yesu kama mahakama ya kuihukumu miungu. Damu ya Yesu Kristo huwezi kuisoma na kuielewa usiposoma Kutoka sura ya 12. Ili uielewe damu ya Yesu, lazima usome Kutoka 12. Pasaka imeanzia Kutoka 12. Pasaka sio sherehe, Pasaka ni sadaka. Pasaka sio sherehe, Pasaka ni sadaka. Kutoka 12, Bwana alitoa maagizo kwa wana wa Israeli, akawaambia watoe sadaka ya Pasaka. Kwa Pasaka kabla haijawa sikukuu ni sadaka. Pasaka kabla haijawa sikukuu ni ibada. Kwa ibada inaweza ikazaa sikukuu. Kwa Wayahudi hawakuanza kusherehekea Pasaka, walianza kufanya ibada ya Pasaka. Kutoka sura ya 12 yote. Biblia tumesoma Wakorinto wa kwanza 5:7. Kwa maana Pasaka amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Kristo ni sadaka. Yohana 3:16. Kristo ni sadaka. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Wakorinto wa kwanza 5:7.
Yohana 3:16 Biblia inasema kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Alimtoa lini? Msalabani. Kutoka 12:12 Bwana anasema ataihukumu miungu. Kwa nini Mungu ahukumu miungu ya Misri? Andika swali. Kwa nini Mungu ahukumu miungu ya Misri? Bwana alitangaza hukumu juu ya miungu ya Misri kwa sababu ilikuwa inashikilia wana wa Israeli kiroho, kihalali. Narudia tena. Kwa nini Mungu alitangaza hukumu juu ya miungu? Miungu ya Misri ilikuwa inashikilia wana wa Israeli kiroho, kihalali, sio kiharamu. Kwa nini ni kihalali? Mwanzo 37:27. Haya tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimzuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Maana yake ndugu zake Yusufu walikubaliana kumuuza na wanunuzi wakamnunua. 28. Wakapita wafanyabiashara wa Midiani, wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Kwa hawa wafanyabiashara walipita, Yusufu akauzwa. Kwa hawa wafanyabiashara wakaenda naye mpaka Misri, wakamuuza kwa Potifa. Kitendo cha wana wa Israeli kulipwa fedha kilipa uhalali miungu ya Misri kumiliki Yusufu. Kitendo cha wafanyabiashara wa Misri kulipa fedha kumnunua Yusufu kilipa uhalali miungu yao kumiliki Yusufu. Je, Yusufu ni nani? Yusufu ni lango la mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Yusufu ni lango la mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nyakati wa kwanza 5 mstari wa kwanza na wa pili. Tufungue mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema kwa wana wa Rubeni, mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli. Tena na 7 ilihesabiwa kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Mstari wa pili. Kwani Yuda ndiye aliyeshinda miongoni mwa nduguze, na kwake ndiko alikotoka mtawala, bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Kwa ukifuata namba, Yusufu ni mtoto wa 8, lakini haki ya uzaliwa wa kwanza anapewa. Isaya 54:14. Utathibitika katika haki. Neno haki ni neno la kisheria. Kwa wakati Mungu anataka kuihukumu miungu ya Misri, alikuwa anatafuta haki ya mzaliwa wa kwanza iliyopotelea Misri. Andika hivi, neno haki ni neno la kisheria. Mahakama ni neno la kisheria. Hukumu ni neno la kisheria. Hayo sio maneno ya mitahani. Mahakama ni neno la kisheria, hukumu ni neno la kisheria, haki ni neno la kisheria. Kwa hapa nimesoma Isaya 54:14. Bwana anasema utathibitika katika haki. Utakuwa mbali na kuonewa. Utakuwa mbali na kuonewa. Ili usionewe, lazima haki yako isimame. Andika, ili usionewe, lazima haki kwanza isimame mbele. Kwa Israeli alipoteza haki. Walipomuuza Yusufu, wakapoteza haki yao rangoni. Kwa wale waliomnunua mzaliwa wa kwanza wa Israeli ndio waliopata haki za mzaliwa wa kwanza. Andika hivi, walionunua Yusufu walinunua haki ya mzaliwa wa kwanza. Si ndiye ana haki? Tumesoma Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza na pili. Haki ya mzaliwa wa kwanza iko kwa Yusufu. Kwa haki ya mzaliwa wa kwanza waliomnunua walinunua haki ya mzaliwa wa kwanza. Ndio maana ukienda Mwanzo 41, Mwanzo 42, Mwanzo 43, Mwanzo 44, Mwanzo 45, Mwanzo 46, Mwanzo 47, Mwanzo 48, Mwanzo 40, zote hizo unaona Misri ilifaidika kupitia mkono wa Yusufu. Misri ilifaidika. Sasa usipoandika kuna kitu hapa, mtego. Tunatega mtego wa kutegua. Hutaiona damu na thamani yake. Damu ya Yesu inaweza ukaifananisha na damu ya paka tu. Mpaka nikuletee uione thamani yake, ndicho ninachokitengeneza hapa.
Kwa kuna watu hawatofautishi kati ya damu ya Yesu na damu za njiwa. Kwa nini? Hawajui matumizi yake. Sasa narudi, Farao alipomwona Yusufu anasemaje? Twende Mwanzo 41. Kwa nini Mungu anahukumu miungu? Ndio tunachokitafuta. Mwanzo 41 mstari ule wa 38. Farao akawaambia watu wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Swali, Farao alionaje roho ya Mungu ndani? Kwa Yusufu, Misri inaona roho ya Mungu ndani, ndugu zake wanaona karaa ndani ya Yusufu. Kaka zake walimuuza kwa sababu hawakuona thamani yake. Kwa hiyo usipojua thamani iliyoko kwenye damu ya Yesu Kristo, utaifananisha hiyo damu na damu nyingine. Narudia, walimuuza Yusufu kwa sababu hawakumtambua kama ana haki ya mzaliwa wa kwanza. Unaweza ukawa umeokoka na damu ya Yesu ipo, lakini ujui thamani yake. Kwa kama ujui thamani ya damu ya Yesu, ni sawa sawa na kutokuwa na damu ya Yesu. Haikusaidii. Farao anasema tupate wapi? Ndugu zake wanasema liondoke. Kwa kuna watu watakukataa, lakini kuna sehemu nyingine utakubalika. Kuna watu hawataona thamani yako, lakini kuna mtaa wa pili wataona thamani yako. Jithamini ili uthaminike. Wapendwa, wengi ukiwadharau wanajidharau, wanaanza kuvunja nazi na roho ya ukataliwa. Wewe unakubalika kwa kila mtu, umekuwa hela. Kama thamani yako wewe hauioni, hakuna mwingine atakayeiona. Kwa Yusufu, hata ndugu zake wakati wanamtupa, yeye aliendelea kuambia, mimi ni wa thamani, nitaendelea kuwa wa thamani. Wakamshusha kwenye shimo, baada akaendelea kuwa wa thamani. Nami natangaza jioni ya leo, wewe ni wa thamani. Hata kama watu hawaoni thamani yako, simamia thamani yako, ukaione baraka ya Bwana, ukauone wema wa Bwana. Kataa kudharauliwa hata kama watu wote wanakudharau. Farao anasema tupate wapi? Ndugu zake wanasema apotelee mbali. Ni huyo Yusufu. Farao anaona roho wa Mungu ndani ya Yusufu. Ndugu zake wanaona roho ya ndoto, wanaona dogo anajimwambafa. Wakamuita bwana ndoto. Sikiliza baba, mama, huu ni wakati wa kujithamini. Narudia tena, huu ni wakati wa kujithamini. Ukipoteza thamani yako, umepoteza kesho yako. Tunza thamani yako ili uione kesho yako. Ili uione kesho yako, tunza thamani yako ya leo. Bwana akasema nitapita katika nchi ya Misri. Fanya nini? Anasema nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza. Kwa nini apige wazaliwa wa kwanza? Ukisoma vizuri Biblia, kiti cha Farao, kiti cha Misri, kiti cha utawala kilikuwa kina sadaka inaitwa mzaliwa wa kwanza. Andika, kiti cha Misri cha ufalme kilimilikiwa na sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa binadamu na mnyama. Siku ile alipopigwa mzaliwa wa kwanza, Misri iliachia. Kutoka 12. Yale mapigo 10 ambayo Bwana aliyapiga Misri, alikuwa anapiga miungu. Pigo la mwisho lilikuwa likupiga pigo la Mungu anayekaa kwenye kiti cha ufalme, mzimu wa utawala. Labda nikufafanulie, mzimu wa utawala, mzimu wa kiti, ilikuwa ni sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa binadamu na mnyama. Kwa wa Misri walitoa watoto wao wa kwanza kwa miungu ya Misri. Kwa kila aliyekuwa anazaa anakabidhi mtoto wa kwanza, anakabidhi mnyama wa kwanza, inakuwa ni mali ya kiti cha ufalme wa Misri. Kutoka 12. Turudi Kutoka 12. Twende Kutoka 12. Kutoka 12. Najaribu kuweka misingi kidogo. Unaweza usinielewe leo, utanielewa kesho, lakini twende Kutoka 12 mstari wa 29. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana alipiga wazaliwa wa kwanza wote wa nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi. Kwa kwenye kiti cha enzi ambacho Farao alikuwa anakaa, chini yake alikuwa ni mtoto wake wa kwanza. Sio kama unaelewa. Alikaa kwenye sadaka inaitwa mtoto wake wa kwanza. Kutoka 12:29. Nataka usome pale uelewe. Akapigwa mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Kwa baba ili atawale, sadaka ni mtoto wake wa kwanza. Baba ili awe na mifugo, lazima kila mzaliwa wa kwanza wa mifugo apelekwe pale. Kwa katika wale ambao wanafuatilia vitabu vyangu, nilitaja hiyo miungu, mojawapo ni mungu wa madume ya ng'ombe. Sarapia godi, dume la ng'ombe, ilikuwa linaabudiwa kama mungu Misri. Leo sina muda wa kwenda huko. Kwa yale mapigo 10 yalikuwa yanapiga miungu, kwa lugha nyingine mizimu.
ambayo watu walikuwa wanaiabudu, watu wa Misri. Kwa hapa tunaona mtoto wa Farao wa kwanza alikuwa ni sadaka. Andika, mtoto wa Farao wa kwanza alikuwa ni sadaka, ndiye aliyekuwa na keti kwenye kiti cha enzi. Kwa baada ya Mungu kupiga huyo mtoto wa kwanza, kilichotokea ni nini? Farao na wakuu wake, Farao na maamiri wake, Farao na majemadari wao walitoka kwenye ikulu yao, wakamfuata Musa na Aruni, wakawaambia ondokeni, kwa sababu sasa tumekwisha kufa. Wamekufa nini? Katika mzaliwa wa kwanza. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana aliwapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake na Wamisri wote. Palikuwa na kilio kikuu, maana hapakuwa na nyumba hata mmoja asimokufa mtu. 31. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni, tokeni katikati wangu, nyinyi wana wa Israeli, eneni zenu mkamtumikie Bwana Mungu kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, nendeni zenu mkanibariki na mimi pia. 33. Wamisri nao wakawahimiza, wakawatoa katika nchi kwa haraka, maana walisema, tumekwisha kufa sote, kufa wote. Wanasifiwa. Maisha ya Wamisri yalikuwa ndani ya mzaliwa wa kwanza. Baada ya kufa mzaliwa wa kwanza, wakafa wote. Mzaliwa wa kwanza anapokufa, wanasema wote tumekufa. Kwa nini? Maisha yao yalifungamanishwa ndani ya mzaliwa wa kwanza. Wakasema, kwa sababu aliyekuwa anatushikilia kafa, tumeshakufa. Lakini wanaoongea kwamba wamekufa wanatembea. Kwa hiyo kuna kifo cha kiroho kabla kifo cha kimwili. Kwa hapa tunachokiona kinafanyika ni kifo cha kiroho. Kumbuka, Mungu ni roho na miungu ni roho. Wakorintho wa pili sura ya 13:4. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Nisikilize, Bwana akafanya hukumu. Ile miungu ilipopigwa, Israeli wakaachiwa. Israeli ni nani? Kutoka 4:22. Najibu swali, Israeli ni nani? Kutoka 4:22. Nawe ukamwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, ni mzaliwa wa kwanza wangu. Kwa Bwana wakati anatuma Musa aende kwa Farao, alikuwa anamtafuta mzaliwa wa kwanza. Rimbo takarama saka. Vita hii ilikuwa ni vita kati ya mzaliwa wa kwanza wa Mungu na mzaliwa wa kwanza wa Misri. Bwana anasema Kutoka 4:22, Israeli uliyemshikilia ni mwanangu, ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa sababu ameshikiliwa ndani ya mzaliwa wako wa kwanza, nitampiga wa kwako ili ni mkomboe wa kwangu. Nitampiga wa kwako ili ni mkomboe wa kwangu. Na leo tunampiga wa kwao, tunamkomboa wa kwetu. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Kama hautaelewa maana hiyo vita, huwezi kuipigana. Bwana anamtafuta mzaliwa wa kwanza. Wakati wanauza, waliuza mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema walipomuuza mzaliwa wa kwanza, wakatoa na sadaka ya kumuuza mzaliwa wa kwanza. Kutoka 37. Twende. Pasaka ni sadaka. Nasema Pasaka ni sadaka inayokomboa, sadaka zilizotolewa kumfunga mtu kwenye madhabahu za miungu. Naomba uandike hiyo sentence. Pasaka ni sadaka ya ukombozi inayomkomboa mtu toka kwenye miliki za miungu, toka kwenye miliki za miungu ambazo kupitia sadaka za makafara, kupitia sadaka za matambiko, walimuuza huyo mtu kule, ama walimfunga kule kupitia sadaka. Kwa sadaka ya Pasaka inapotolewa, inatangaza ukombozi. Ukombozi maana yake inalipa, inasimama badala ya. Kwa Pasaka ni sadaka ya ukombozi inayomkomboa mtu aliyeuzwa kwenye miliki za miungu. Mwanzo 37 mstari wa 31, wakamuuza Yusufu wakachinja na mbuzi. Biashara sadaka hii. Mwanzo 37:31. Biblia usipoijua utavaragizwa. Wakaitwaa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii, basi tambua kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio.
akaitambua, akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amekufa, bila shaka Yusufu amelauliwa. Mstari wa 27 turudi Mwanzo 37:27. Haya na tumuuze kwa Ishmaeli, wala mikono yetu isimzuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Kwa damu ya mbuzi aliyechinjwa, badala ya kuchinjwa Yusufu ilichinjwa mbuzi. Andika, badala ya kuchinjwa Yusufu walimwaga damu ya mbuzi badala ya kumwaga damu ya Yusufu. Wanasema tusimzuru, ni ndugu yetu, ni damu yetu. Damu inabeba uhai, damu inabeba uhai. Badala ya kumchinja Yusufu wakachinja mbuzi. Kwa hiyo wakati mbuzi yule anachinjwa, alikuwa anavaa uhusika wa Yusufu kifamilia. Alikuwa anavaa uhusika wa Yusufu kifamilia. Ukiona mganga anadai mbuzi, maana yake angekudai mtu, lakini anachukua mbuzi. Wakati wanachinja yule mbuzi, maana yake walikuwa wanamchinja Yusufu kiroho. Baba yao alipoiona damu ya mbuzi akaanza msiba. Kwa maisha ya Yusufu yalikuwa ndani ya yule mbuzi aliyechinjwa. Kwa hili Yusufu atoke utumwani, Mungu aliwadai mbuzi. Wakati anauzwa kuna damu, wakati wanatoka kuna damu, wakati wanaenda Misri kuna damu ya mbuzi. Wengine pale huwa msomi, mnaona hela, ni hela na damu. Vipande 20 vya fedha na damu ya mbuzi ilimwagika. Wakati Israeli wanatoka ilimwagika damu, wakatoka na vipande vya fedha, wakatoka na vipande vya dhahabu. Mwanzo 37 walitoa fedha, wakatoa na damu. Wakati wa kutoka 12 walitoa damu, wakatoka na fedha. Kwa hiyo unaona kilichohusika ni nini? Fedha na damu, mali na damu. Kwa hiyo Misri ilishikilia Israeli kiuchumi. Israeli wakati wanamnunua Yusufu walinunua uchumi. Shida yao ni uchumi, sio nyama za watu. Utumwa walikuwa wanawafanyia kazi wa Misri kuwaingizia kipato. Kwa Yusufu ni lango la uchumi wa Israeli. Ndiyo maana unaona fedha inawekwa langoni kabla hajaenda, vipande 20. Yesu Kristo ni lango la uchumi wetu wote. Yesu kabla hajasulubiwa, vipande 30 vya fedha vilitumika. Utumwa wa wana wa Israeli ni utumwa wa uchumi. Walishikiliwa kiuchumi. Hakuna mtu alikuwa ataka maombi yao, waombe wanene kwa lugha, hayawahusu wao. Farao anasema, nani atalima mashamba? Nani atachunga mifugo yetu? Nani atatuingizia kipato? Farao anakataa kuachia kwa sababu ni uchumi wake. Bado hujanielewa? Anasema leo tunao by power, by force. Kitaeleweka tu. Kwa Farao alinunua uchumi. Kwa Yusufu hawakununua boya, walinunua dhahabu, walinunua fedha ndani mwake. Wenzetu hawa wanaona, wakagundua Yusufu ana kitu. Ndio maana unaweza kaenda kwa mtu akwambia, wewe una nyota nzuri. Kaionaje? Kwa macho ya rohoni. Kwa Yusufu ni uchumi. Angalia Yusufu alipokwisha kuuzwa, Israeli ukatokea njaa. Mzee Yakobo na wale wote wakamfuata Yusufu Misri. Walifuata nini? Chakula ni nini? Nani anayefanya biashara ili yale? Wote. Kama hakuna tumbo, mimi nafanya kazi ya nini? Niko hapa kwa ajili ya uchumi. Uko hapa kwa ajili ya uchumi. Tunatafuta uchumi kwa ajili ya maisha yetu. Unaonaje una fedha nyingi na uwezi kuzitumia? Ni useless, inakuwa makaratasi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Wakaufuata uchumi. Nataka tufanye vita hapa. Kwa vita ya kwanza ambayo unaiona kwenye Pasaka ni vita kiuchumi. Kwa mzaliwa wa kwanza alipopigwa, kilitokea nini? Kutoka 12, twende. Nasema miungu ilipopigwa ndani ya mzaliwa wa kwanza, matokeo tunayasoma Kutoka 12. Kilichopigwa kiachiwe ni kitu gani? Kutoka 12. Mstari wa 35 na 36. Wana wa Israeli wakafanya kama lile neno la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichotaka, nao wakawateka nyara wa Misri. Inua mikono yako, sema Yesu, wale walioniteka nyara kiroho na kiuchumi, nami leo kwa mamlaka ya damu yako na wateka nyara walioniteka nyara, waliteka uchumi wangu, huduma yangu, nami leo na wateka nyara walioniteka nyara. Kwa damu ya Yesu waachie.
Kwa baada ya hukumu, Israeli akarejeshewa uchumi wake. Sasa Wakorintho wa kwanza 5:7 anasema Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yani Kristo. Lengo la Yesu kufa msalabani, lengo la kwanza ni kuihukumu miungu. Lengo la kwanza la Yesu kufa msalabani ni kuihukumu miungu iliyoshikilia haki yako rangoni. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 10 na kutajia lengo la kwanza la Yesu kufa msalabani ni kufanya vita dhidi ya miungu inayoshikilia haki yako kwenye lango. Una haki lakini zimeshikiliwa langoni. Kwa kabla haujadhibitika kwenye haki, lazima ufanye vita. Ufunuo 5:9-10. Biblia inasema wastahili mwana kondoo aliyechinjwa, ukamnunulia Bwana watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na watu wa kila jamaa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Ufunuo 5:9-10. Sasa hapa nataka uangalie damu ya Yesu Kristo inafananishwa na damu ya Pasaka. Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Wapi? Langoni. Kwa hapa unatajwa mlango wa kwanza uliokuingiza kwenye miliki ya miungu, unaitwa mlango wa kabila. Ufunuo 5:9-10. kuna kabila lako linatajwa. Mlango wa kwanza unaomuingiza mtu kwenye mamlaka ya miungu ni mlango wa kabila. Kwa kabila ni lango linalotumiwa na mizimu. Kwa unapookoka lazima ufanye vita langoni, na lango la kwanza la kushughulika nalo linaitwa kabila langu. Waamuzi sura ya 5 mstari wa 8. Biblia inasema walichagua miungu mipya. Kulikuwa na vita langoni. Kwa kienda kwenye kabila lako wanakung'ang'ania, wanasema huyu ni ndugu yetu, huyu ni damu yetu, hawezi kuokoka. Nataka nikwambie tutapambana nao kwenye lango la kabila ili upate kuokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kabila lako hawaokoki, kabila lako hawataki uokoke, wanasema unaharibu mila, unaharibu mambo yao. Nataka nikutangazie Ukristo maana yake ni vita langoni. Kwa damu inapelekwa langoni, kuna miungu, na hiyo miungu iko kwako kwa sababu ya kabila ulikozaliwa. Kwa hiyo kama umeokoka ni lazima utangaze vita kwenye lango la kabila kwanza. Ezekieli 16:1-9 anasema asili yako ya kuzaliwa wewe dada, asili yako ya kuzaliwa wewe baba inatoka kwa nani? Weka kabila lako. Ezekieli 16 mstari wa 1 hadi wa 9. Nenda kaiambia Yerusalemu, Yerusalemu ni mji, ni nchi, kwamba tatizo lako Yerusalemu ni asili yako ya kuzaliwa. Baba mama hukujizaa. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemu, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Yohana sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Kuzaliwa mara ya pili ni lazima. Lakini leo ukiingia kwenye ibada hujazaliwa mara ya pili, maana yake bado miungu ya kwenu inaweza kuwa na haki ya kukushikilia. Naongelea damu ya Yesu mimi. Sikiliza nikwambie, damu ya Yesu ina matokeo tofauti tofauti kutokana na matumizi. Matokeo tofauti tofauti kutokana na matumizi ya hiyo damu. Ndiyo maana damu ya Yesu haikutoka sehemu moja kwenye mwili wake. Damu ya kwanza ilitoka kama jasho wakati anaomba pale Getsemani. Injili ya Luka sura 22 mstari wa 39 hadi 47. Wakati anaomba likatoka jasho la damu. Alikuwa anashughulikia nini? Utakula kwa jasho. Rudi Mwanzo 3:15-24. Bwana anamwambia Adam, kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti niliokataza, kuanzia leo ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Utailima, itakuzalia michongoma na miiba, na maisha yako yote utakula kwa jasho. Yesu akatoa jasho la damu ili kuondoa struggling ya kiuchumi kwa mtu wa Mungu atakayeokoka. Damu iliyotoka kwenye jasho ilikuwa inashughulika na uchumi mgumu usiwe kwako. Damu ya Yesu ilitoka Getsemani pale kwenye kama jasho kama hivi, ikatoka damu. Lengo ni nini? Laana ya jasho. Mnaikumbuka Mwanzo 3 kuna laana ya jasho. Twende Mwanzo 3 nikusomee. Mstari wa 19 wanasema kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Ni laana hiyo, sio baraka.
Kwa sababu Yesu ni mkombozi dhidi ya laana. Tunaona damu inayotoka sasa kwenye uso wake inatangaza kuondoa laana ya maisha magumu ya kula kwa jasho. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Mwanzo 22 twende mstari wa 44. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Bwana sifiwe. Ukienda kwenye kanisa la Getsemani pale, Yesu alipokuwa amepiga magoti pale, kuna jiwe, nisikilize, na lile jiwe mpaka leo lina damu hii iliyomwagika. Panaitwa Grotto of Getsemani. Na ile miti ya mizeituni iliyokuwepo kipindi cha Yesu mpaka leo bado ipo. Kwa kanisa lililojengwa linaitwa kanisa la mataifa yote, liko pale Getsemani. Hiyo ninakupa kama dondoo. Lakini hapa tunaona damu iliyotoka kwenye nini? Damu ya pili ya Yesu ilitoka kwenye mikono. Walipompiga misumari mikononi. Mikono kazi yake ni kushika. Nasema mikono kazi yake ni kushika. Nasema mikono kazi yake ni kushika. Sema mikono yangu leo na kuondolea laana zote nilizoshikishwa, umaskini wote nilioshikishwa, tabu zote nilizoshikishwa. Kuanzia leo we mikono umebarikiwa kwa damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono yake. Kwa Mika 5:12 Bwana anasema nitakatilia mbali uchawi usio kwenye mikono yako. Kwa damu ya Yesu Kristo kwenye mikono inashughulika na mikono ya mwanadamu. Inatangaza hukumu juu ya miungu inayoshikilia mikono. Kuna miungu inashikaga mikono bwana. Kuna watu hapa hamshiki hela, na ukishikia hela unasikia unawashwa hapa kwenye viganja. Haziji. Wangapi wanawashwa kwenye viganja hapa? Najua. Kaangalia uchumi wako kama upo. Dalili ya kuwashwa maana yake hela yake ilishaondoka. Nasema leo mikono inawasha atapata hela na haupati. Ndio maana wale wachawi na waganga wa nyota wanachukua mikono. Mikono ya mtu ni uchumi wa mtu, ni maisha ya mtu. Kwa damu ile iliyotoka kwenye mikono ikaenda pale. Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa 8 anasema kazi yoyote utakayowekea mikono itafanyaje? Itabarikiwa. Kumbukumbu la Torati 28:8. Mimi natoa maandiko ili usije ukadanganywa. Wenzetu wanakimbia haraka haraka na kupiga maji, naona kubali, unapigwa mafuta unakubali. Mimi hapa sitaki mafuta, sitaki maji, nakupa neno litakalo kusaidia. Kwa habari ya mafuta, Yesu ni mafuta tosha. Kwa habari ya maji, Yesu ni maji ya uzima. Kwa habari ya chumvi, wewe ni chumvi ya ulimwengu. Kilichobaki nini? Unaweza ukawa na kitu kama hujui matumizi yake, hakina maana. Lazima tuombee mikono yetu. Kumbukumbu la Torati 28:8. Kazi yoyote, biashara yoyote, huduma yoyote utakayowekea mkono wako itafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono. Kwa damu ya Yesu inatangaza vita kwenye mikono. Miungu inayoshikilia mikono kikabila, kiukoo, kifamilia inapigwa kupitia damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono. Kuna damu ya Yesu iliyotoka miguuni. Ilikuwa inashughulikia nini? Ukisoma Mwanzo 3:24 Adam alifukuzwa. Mwanzo 3:24 Adam alifukuzwa, akaambiwa ondoka. Aliondoka kwa miguu. Miguu inawakilisha umiliki. Miguu inawakilisha hatua za mtu. Mwanzo 3:24 Adam anafukuzwa. Lakini Mwanzo 3:15 Mungu anamwambia nyoka, shetani, hawa wazao wa Hawa utawagonga visigino. Kwa kila wanapokwenda wasifanikiwe. Kila wanapokanyaga wasifanikiwe. Kila wanapokwenda wasifanikiwe. Kila wanapokanyaga wasifanikiwe. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye miguu inaanzisha hatua mpya za kiroho na kiuchumi kwa mtu wa Mungu. Maana yake utembei kwa miguu yake, unatembea kwa miguu ya Bwana. Kwa miguu yako unapoiombea, apply damu iliyotoka kwenye miguu ya Yesu. Hakumtoboa bila sababu. Yesu anatobolewa miguu. Anashughulikia Mwanzo 3:15. Ngoja niisome. Mimi nampenda Yesu. Mwanzo 3:15. Nami naweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Kwa wakati Yesu miguu yake inatobolewa, inamwagika kwenda kwenye visigino, ili visigino vyako vitakasike, ili visigino vyako vikombolewe. Nasema visigino vyako vikombolewe. Viambie visigino, sema miguu na visigino, leo na watakasa. Mtakwenda mnakostahili kwenda, mtakanyaga mnapostahili ukanyaga, na nitamiliki ninapostahili kumiliki. Kwa damu ya Yesu, we miguu yangu nimekufungua, nimekufungua. Naondoa mikatare, naondoa mikatare, naondoa uchawi. Hautakuwa kwenye miguu. Kwa baba, mama, vita imeenda kwenye miguu yako.
Kwa leo tutakapokuwa tunaomba, tutaiombea mikono yako, tutaiombea miguu yako, tutaombea akili yako na ufahamu wako. Bwana anataka kuanzia leo utumie akili yako sawa sawa, utumie mikono yako sawa sawa, utumie miguu yako sawa sawa. Kila utakapokwenda utawakanyaga waliotaka ukanyaga, na wale waliokuambia inama tupite, kuanzia leo watainama mbele yako, utapita juu yako, utapita juu yao, utapita juu yao. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Ninarudia, leo tunatangaza hukumu juu ya watesi wako waliokuambia inama tupite. Leo watainama kwa jina la Yesu, tutapita juu yao. Watapigwa wale waliokupiga, watakanyagwa wale waliokanyaga. Kama unaamini sema amina kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu iliyotoka kwenye mgongo, maana walipiga mijeredi mgongoni, ilikuwa inabatilisha magonjwa kwenye mwili wako. Isaya 53 mstari wa 4 na 5. Hakika amechukua masikitiko yetu, hakika amechukua masikitiko yetu, hakika amechukua magonjwa yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa Yesu alipigwa mijeredi, mwili wake ukaharibiwa, damu ikatoka, ili wewe yale magonjwa ambayo ungeyabeba hayatakuwa kwako, hayatakuwa kwako, hayatakuwa kwako. Utabeba magonjwa bali unabeba uzima. Yesu ni uzima. Kuanzia leo pokea uzima kwa ajili yako. Damu ya Yesu inene mema. Yale magonjwa uliyobebesha leo tunayatua, hayatakaa kwako. Kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu ilitoka kila eneo, na kila eneo lina maana, na kila eneo linatangaza hukumu. Kwa hiyo kuna sababu ya kukumbatia magonjwa. Wakorintho wa kwanza 5:7, Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Tunaongelea damu. Kwa damu ya Yesu imetolewa kwa ajili ya vita. Kwa leo ninapokwenda kuombea, siombi maombi ya remama. Leo kuna maombi ya vita kwenye lango lako la ukoo, kwenye lango lako la familia, kwenye lango lako la kabila. Kama miungu inataka mzaliwa wa kwanza, na leo Bwana anakutambua wewe katika Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu. Utasimama kwenye lango, utamwambia Bwana, yalioliwa na parale, yalioliwa na madumadu leo yanakwenda kurejeshwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Sasa Biblia inasema Kristo amekwisha kutolewa, anasimama kama mtangulizi, anatufungulia mlango. Bwana sifiwe. Kwenye kabila miungu inataka mzaliwa wa kwanza. Labda kama hujui, kaulize baba yako, kaulize mama yako. Mtoto wa kwanza kwenye ukoo. Kama hakuna kanisa, hakuna ibada, wanamtaka wananzengo. Usisahau hilo. Nenda kwenye kabila lako, uliza, kaulize. Usifanye wewe umezaliwa hewani. Ukristo sio kabila lako bwana. Kwa usipojua kupambana mwana wa Mungu, ukapigana vita kwenye lango la familia, utashindwa. Kwa damu ya Yesu inakwenda kwenye lango la kabila. Huko ndiko Yusufu yupo. Kwa Bwana anapeleka damu, anamfuata Yusufu. Kwa lazima uelewe rango la mzaliwa wa kwanza ni nafasi kiroho, sio mtu. Mzaliwa wa kwanza ni nafasi ya kiroho, sio mtu. Anaweza akawa wanane. Kama wewe kwenye familia yenu umetangulia kuokoka, wengine hawajaokoka, wewe ni mzaliwa wa kwanza kimbingu mbingu. Kwa hiyo lazima usimame kama mtangulizi. Usimame kama mtangulizi, utamke baraka kinafasi, sio kimtu. Yusufu mtoto wa 8. Sasa hapa mnachanganya madawa. Tunapoongelea habari ya nafasi, haki ya mzaliwa wa kwanza kinafasi, mwingine anasema haipo. Mimi nakwambia ipo. Hiyo ni Biblia. Yesu ni mzaliwa wa kwanza, mtangulizi wetu. Kwa kama Yesu ni mzaliwa wa kwanza, maana yake na sisi tu wazaliwa wa kwanza. Biblia inasema kama alivyo wa mbinguni, nasi ndivyo tutakavyochukua sura yake yeye wa mbinguni. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 40 hadi 47. Kuna mili ya mbinguni na kuna mili ya duniani. Fahari ya mili ya mbinguni ni tofauti na fahari ya mili ya duniani. Kama wewe ni udongo, taki wewe ni udongo. Ndio maana kuna siku moja utarudi kwenye udongo. Kwa haina maana kwamba ukifa basi mbinguni uendi. Nasema Mungu ni roho. Nasema Mungu ni roho, na wanaomwabudu watamwabudu katika roho. Kwa position ya haki ya mzaliwa wa kwanza inarudi kwetu kupitia Kristo.
Katurejeshea nini? Nafasi ya Adamu. Wakorintho wa kwanza 15, ngoja niisome. Mtu asikwambie mzaliwa wa kwanza hayupo, haelewi huyo. Yupo mzaliwa wa kwanza, moja wapo ni wewe. Wakorintho wa kwanza 15, twende. Position, nafasi. Adamu alipotenda dhambi alipoteza nafasi. Mwanzo 3:9, Mungu akamwambia uko wapi? Uko wapi Adamu? Kinafasi. Uko wapi Adamu? Kinafasi. Umepoteza nafasi. Wakorintho wa kwanza 15:47, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Mtu wa kwanza ni Adamu, mtu wa pili ni Yesu Kristo. Kama alivyo yeye wa udongo, kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Wewe sura yako, muonekano wako ni wa baba yako na mama yako waliokuzaa kiudongo udongo. Kwa hapa tuna dongo la Kichaga, kuna dongo la Kipare, kuna Kihehe, kuna dongo la Kikuria, kuna dongo la Kihaya, kuna dongo la Kigogo, kuna dongo la Kifipa, kuna dongo la Kijaruo. Yote ni madongo. Kwa Mjaluo asipokuwa transformed anabaki Mjaruo. Kwa Yesu anapoingia kwa Mjaruo, maana yake anataka ambadilishe Mjaruo, asiwaze kama Mjaruo, asitende kama Mjaruo, asiabudu kama Mjaruo, bali aabudu kama mwana wa Mungu. Yohana 1:12, wote waliompokea wamefanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa kabla haujiamini wewe ni Mwaya, kabla haujiamini wewe ni Mpare, haikuondolea upare wako, haikuondolea kama mwene wako. Sifanyi sio mwe, wewe ni mwe. Anasema kama walivyo Wahe ndivyo alivyo Mwe, kama alivyo Wahaya ndivyo walivyo Wahaya. Lakini anasema kama alivyo wa mbinguni, nasi tutafanana na yule wa mbinguni tuliyompokea atugeuze. Lakini Biblia inasema hautangulii yule wa mbinguni, unatangulia wa udongo. Kwa lazima Muhehe hazae Muhehe, ndipo Yesu aje ambadilishe Muhehe kuwa mtoto wa Mungu. Unamkwepaje Muhehe? Na kuuliza unamkwepaje Muhehe? Nasema Muhehe kwa sababu ya Moses. Kwa Moses asipobadilika, Moses huyu hapa asipobadilika, anaweza kana kasirika kama Muhehe. Unanielewa? Kwa badiliko la kiroho tunalipata kwenye sadaka inaitwa damu ya Yesu. 47 anasema, kwanza nirudi 45, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho yeye ni roho yenye kuisha. Lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama yeye alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye wa mbinguni. Kwa habari ya nafasi, Wahe wanaweza kusimama wakadai haki yao kwa Moses. Kwa Moses atawaambia mimi nimeokoka. Wanamwambia uje, anaambia siji nimeokoka. Wanamwambia utaona, hawaachi kukwambia. Na wewe unawaambia nilishaona ndio maana nikaokoka. Kwa unapokataa kuiabudu miungu ya kabila lako, wanakuita muasi. Kama wanataka kitovu cha mtoto hujapeleka, wanakuambia utaona. Kwa baba mama, wewe ni lango, ni lango la kiroho ambalo lazima lifanye vita langoni. Kama unataka ndugu zako waokolewe. Ndugu zako sio haya Moses. Sisi tuna miungu yetu ina majina, na nyinyi mna miungu yenu ina majina. Na miungu bahati nzuri inaongea Kiruga, haisikii Kiswahili. Kuna utaratibu. Ninafundisha hivi toka Ufunuo 5:9-12. Upeleke damu, peleka damu kwenye lango. Wakristo wengi hatu apply formula. Wenzetu wamejenga madhabahu, kila mwezi wanamwaga damu. Sisi tupo tu hatufanyi chochote. Matokeo yake wanakucheka. Sasa alijifanya mjanja, alifanya mrokole, kafika wapi? Mbona? Na hapa kuna baadhi ya watu nitawaombea, mnajisikia kurudi kijini nyumbani kwenu. Yaani hapa ni kwamba tu mambo yako hayajakaa vizuri, lakini unatamani urudi kwenu ukae huko huko. Kwa nini unataka ukae kwenu? Hujawahi kuhama. Wakolosai 1:13. Kristo alituokoa toka nguvu za giza akatuhamisha. Wewe umehama lini? Angalia ndoto zako usiku, unaota huko wapi? Shule ulikosomea primary, unaota huko kijijini, mara kwenye majarubu unavuna mpunga, mara unavuna pamba, mara unavuna kahawa, mara unakula ndizi Kagera na Kamwani, mara unywe rubisi kwenye vigata, lakini umeokoka. Lakini ndoto zako unaporara ndio zinakuonyesha unakorara.
Andika, ndoto zako unapolala ndo zinakuonyesha unakolala. Msaidie dada aliyefunika uso, ndoto zako usiku unapolala ndo zinakuonyesha unakolala. Ukilala ukajikuta huko Tukuyu unaongea Kinyakyusa, jua huko Tukuyu. Usifanye mjanja unakemea kizunguzungu, kemea Kinyakyusa pale. Unaweza kaona kabisa mazingira. Na umeokoka, mchungaji wako huwezi kumwambia kwa sababu amekwambia vitu hakuna, lakini ndoto zinaonyesha vitu vipo. Kwa vita ipelekwe langoni. Kama unalala unaota wanafunzi uliyosoma nao, unaona simu naongea, unaona simu nafanya vitu gani, jua bado huko shuleni au hujamaliza shule. Jioni ya leo tunapiga miungu iliyokamatia shuleni. Narudia, leo tunapiga miungu iliyokamata shule. Kwa kuna miungu inakamata watu kwenye kijiji. Ndio maana kila kijiji kina eneo la kufanya gulio. Unajua magulio, Roko Market, uchuma kijiji huko pale. Na ukitaka kuelewa, nenda kijini kwenu pale ambako kwenye Amjajaro, wanako jajara pale. Kwenye market, sisi tunaita Mjajaro, kule kwetu tunaita Mjajaro. Pale ndo kuna shughuli pale. Unaenda pale unaomba, unahamisha uchumi wote. Alafu niambie usiku kama utalala. Kwa sababu wanataka usiombe. Nenda kaombe pale wanakofanyaga Mjajaro. Kwa sababu uchumi wote wa kijiji huko sokoni. Nenda kwenye chama cha ushirika cha kijini kwenu, kaombe pale, chukua kaudongo, omba, kamata uchumi, uone kitakacho kutokea. Chama cha ushirika kipo na Roko Market zipo na hakuna maendeleo kijijini. Usije ukawadharau wakoroni. Wakoroni walipokuja walienda kwa machifu wakanunua watu. Waliwapa sadaka wakawapa watu. Waliwapa sadaka wakawapa ardhi. Waliwapa sadaka wakawapa nchi. Kwa kama tunataka kurudi, lazima turudi kwenye sosi, kwenye lango. Kwa vita iende langoni. Inawezekana nimekufundisha vitu vya form 4 wakati uko form 1, lakini nakufundisha kutumia damu. Kama damu inaenda kwenye kabila, usipuuze kabila. Na Mungu anasisitiza niongelee kabila lako sana. Wewe ni nani kwenye kabila? Wewe ni nani kwa baba na mama? Wewe ni nani kwenye ukoo wenu? Wewe ni nani kwa mama yako? Wewe ni nani kwenye ukoo wenu? Wewe ni nani? Wanakuona kama nani? Wanakutambua kama nani? Yusuf aliuzwa na nduguze, wewe unauzwa na nani? Kuna watu maisha yenu yamekwamishwa tokea mlikozaliwa. Kwa ndugu zenu ndio wapiga bei. Lakini leo mimi Mungu ameniambia nitakufundisha kitu kingine kuhusu ardhi. Akaniambia kabla hujaenda kwenye ardhi, waambie kwanza wapige miungu. Hawa hawana ardhi tokea walikotokea. Walishavurugwa toka vijijini hawa. Kwa wako mjini wanabombwiga. Ndio kubombwiga, kuzurura tu. Bwana sifiwe. Unaingia hapa, unaingia hapa. Mara unashika hiki kinatereza, mara hiki unakamata kinavunjika. Ili mradi tu miaka iende. Leo natangaza, waliokufanya uhangaike, waliofanya mateso juu yako, utawaona tena kwa damu ya Yesu. Walioinuka juu yako, utawaona tena. Walioroga maisha yako, utawaona tena. Walioshambulia watoto wako, utawaona tena. Bwana atafanya vita, na vita itafanyika leo. Waliomeza mali yako wataitapika. Ayubu 20:15. Peleka damu ya Yesu kwenye lango la uchumi. Bwana anasema amemeza mali. Iko mali ilimezwa, naye ataitapika. Bwana ataitoa tumboni mwake tena. Mali yako iko wapi? Iko miungu inameza mali. Iko miungu inamiliki watu na uchumi. Nasema leo, Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Yesu alifanyika maskini kwa ajili yetu, ili wewe na mimi tufanyike matajiri. Bwana akurejeshee utajiri. Tunafanya vita leo. Akawaambia wana wa Israeli, bado kitu kimoja. Nendeni ukawaambie wana wa Israeli, kila familia waandae sadaka ya Pasaka. Wakaandaa ile sadaka mwana kondoo. Ingawa walichinjwa kondoo wengi, alihesabika mwana kondoo mmoja. Alikuwa anatafutwa mzaliwa wa kwanza tu, kondoo mmoja, ili awabebe kondoo wengi. Kila familia ilitoa sadaka. Toa sadaka kwa ajili ya familia yako. Ayubu 1:5. Ayubu huamka asubuhi na mapema na sadaka za kusogezwa kwa idadi ya watoto wake ilivyokuwa. Anaomba, anasema, Mungu, yamkini wanangu hawa wamekengeuka, wametenda dhambi. Anawaombea, anawatakasa, anawashikamanisha watoto wake na marango ya mbingu. Kwa Pasaka ni sadaka, na sisi tutatoa sadaka kwa ajili ya watoto wetu. Una watoto 5, watolee sadaka, kila mmoja sadaka yake. Mshikamanishe kwenye damu, asifuatiliwe na miungu iwayo yote. Kila atakapokwenda awe amezingirwa na ukuta wa moto. Zekaria 2:5. Faida ya kutoa sadaka ya Pasaka, Mungu atamzingira mtoto wako kwa ukuta wa moto. Anasema, nami nitakuwa ukuta wa moto kuwazingira pande zote, na utukufu wangu utakuwa ndani mwako. Unapotoa sadaka ya Pasaka, faida nyingine,
watoto wako watafundishwa na Bwana. Isaya 54:13. Isaya 54:13 anasema na watoto wako, na watoto wako, na watoto wako watafundishwa na Bwana. Kwa sadaka ile inamshikilia mtoto. Kila mahali alipo atakuwa anamkumbuka Bwana na Bwana atakuwa mwalimu wake. Faida nyingine ya kutoa sadaka ya Pasaka kwa ajili ya watoto wetu, familia zetu. Isaya 54:17. Kila silaha itakayofanyika juu ya mtoto wako haitafanikiwa. Ningesema amina. Kama una mtoto sema amina. Sikiliza. Farao anamwambia Musa, nendeni nyinyi watu wazima, tuachieni watoto. Why? Unaweza baba na mama mkao mmeokoka, mnasali vizuri, ni wa Kristo. Angalia kizazi chenu, hakitaki Mungu. Tunawaleta kanisani watoto kwa bakora, wanaabudu kwa bakora, ukizubaa hawaji ibadani na wamezaliwa kanisani. Unafikiri una mtoto pale? Adui kashatembelea. Hawataki ibada. Kaulize wana wa Heli, walikula sadaka zikawaua. Lazima ile miungu inayofuatilia kitu cha kiroho kwa mtoto wako, tunamwambia we miungu koma. Kwa hiyo silaha, uchawi, uganga, mambo mabaya ambao watakuwa wanamshambulia mtoto wako yanadakwa. Kinachodaka kitu kimoja wapo ni sadaka. Faida ya 4, twende. Unapotoa sadaka ya Pasaka kwa ajili ya watoto wako, kila mmoja sadaka, faida yake nini? Faida yake nini? Faida yake nini? Mungu atawafungulia watoto wako njia iliyonyooka. Iwe ni kwenye elimu itanyooka, iwe kwenye ndoa itanyooka, iwe kwenye maisha ya kawaida itanyooka. Iko njia iliyofungwa na kuna njia iliyonyooka. Ezra 8:21-23. Walipofanya ibada, wakafunga, wakaomba, walijiombea wenyewe kama wazazi, wakaombea na watoto wao. Kwa hakuna ibada ambayo haina sadaka. Leta watoto wako kwa imani. Hata kama wako shuleni, mwambie Mungu, mwanangu wa kwanza, mwanangu wa pili. Kumbuka, wakati Yusufu anauzwa, baba yao hakuwepo. Narudia tena, wakati kakas wanamuuza mdogo wao, baba yao alikuwepo. Kwa hiyo watoto wana maamuzi. Wanaweza kuamua vibaya, wanaweza kuchukiana, wanaweza kuchimbiana mashimo. Lakini ukiwatolea sadaka, watapatanishwa na Mungu. Maana yake lugha yao watasikilizana wao kwa wao. Sikiliza, umoja wa familia ukivurugwa, unajengwa mnara wa Babeli. Kasome Mwanzo 11. Alisema tuwachafulie usemi, wao kwa wao wasikilizane. Nenda kwenye familia yenu. Unaweza ukashangaa watoto wa baba mmoja mama mmoja wanapigana vipepsi mpaka unashangaa. Hawasalimiani, wanaendeana kwa waganga. Shida, tumbo la mama lilirogwa. Kwa mama uliyezaa, bila kujali watoto wako wakoje, beba sadaka za watoto wako. Tuwachafulie usemi, wao kwa wao wasikilizane. Kama una watoto wasikilizani, Pasaka hii ni wakati wa kulia. Msalaba unaleta mapatano. Msalaba unaleta mapatano. Lakini lazima uwapatanishe wewe kwa maombi na sadaka. Kama watoto wako wanaelewana, ongera sana. Lakini mimi nimeshuhudia mama mmoja analia kabisa. Watoto wake hawamsikilizi. Anaambia mchungaji, mimi nimezaa hasara. Sina mtoto anayeniangalia hapa. Hawanipendi. Lakini kibaya zaidi, wao wenyewe wao kwa wao hawapendani. Kwa mzazi analia, anatamani mtoto wa kumshika uzeeni, hayupo. Hasara ameipata wapi? Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Kasome Injili ya Luka sura ya 1. Sio kasema ni sara ya Roma, sio ya Roma, hiyo ni sara ya Bwana. Walichukua sara ya malaika, salamu ya malaika. Malaika anamsalimia Mariam, salamu Mariam, umejaa neema, Bwana yu nawe, na uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Alikuwa na mimba? Nauliza, alikuwa na mimba tayari? Kwa dada, hata kama una mtoto, una mpango wa kuzaa watoto 5, shika tumbo lako na sadaka 5. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Waebrania 11:1. Sadaka hizo tunatoa kwa imani tu. Kwa imani ndiye inakupa assurance of tomorrow. Kwa leo kivuruga imani yako, utaenda kuzaa sinema. Kamuulize Rebeka ugomvi wa Esau na Yakobo tumboni kwa mama. Kwa mama kabeba mimba, lakini uwanja wa ndondi. Dogo anaruka na mtandika blaza na mkanyaga mdogo wake. Mama akasema, mimba za siku hizi, ngoja niende kwa Bwana. Akaenda kwa Bwana, amwambia Mungu, nimebeba nini? Ngoja tukasome kaandiko kazuri kale. Wewe unasubiri mtoto azaliwe ndio umtolee sadaka? Chelewa. Msijifanye sio Waswahili, chelewa. Mtoto si wake. Sijajua ilikuwa na maana gani, lakini kwa Biblia maana yake ndio hiyo. Bwana asifiwe. Mwanzo 25:21, namaliza. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia. Rebeka mkewe akachukua mimba, watoto wakashindana tumboni mwa mama yake. Naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mama, mataifa mawili yako tumboni,
kumbe taifa linazaliwa, na mimi ni taifa. Mataifa mawili yako tumboni mwako, kabila mbili za watu wamefarakana tangu tumboni mwako. Kwa unaweza ukazaa mafarakano baada ya mapatano, lakini kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika, Bwana aondoe laana ya mafarakano kwenye kizazi chako, aweke roho ya mapatano kwenye kizazi chako. Uliowazaa wapatane, uliowazaa wapendane, uliowazaa wainuane. Hakuna kitu kibaya baba kushuhudia ugomvi wa watoto wako, mama kushuhudia ugomvi wa watoto wako. Familia zetu nyingi zina mafarakano. Tuna mafarakano. Yameanzia wapi? Tumboni. Utamchukia brother bure, utamchukia sister bure. Kavamiwa, anakamzimu kamama, anakamzimu kaukoo, kako ndani kanabweka, na bahati mbaya kaokoka, hajui anatakiwa afanye nini kwenye mlango wa tumbo la mama yake. Kwa kama kuna miungu zama hizi, unaweza ukashangaa. Kuna vijana wanavuta ugoro. Hivi kweli karine hii mtu anaweza kuvuta ugoro? Lakini wanavyo, si mnajua, si mna watu wanakula ugoro. Karine hii kuna watu wanakula tumbaku. Kwa unakuta kijana mtarashati anakula ugoro. Lakini mnafahamu nyinyi wa zamani, ugoro si unatumika kwenye matambiko? Ugoro unatumika, tumbaku inatumika nyumbani huko. Itabe yo mzee obugoro bo mkaikuru. Kienda kuoa unadaiwa tumbaku, unadaiwa na ugoro, ili watoto wako wawe tumbaku, wawe ugoro. Mimi nimekulia kijijini, naongea mambo ya nyumbani. Inawezekana umezaliwa Dar na bado uko Dar. Kumbuka nyumbani kuna tumbaku baba. Wazee walikuwa na kiko. Ukienda kuoa wanakuambia tunataka ugoro wa bibi. Wewe unajifanya mjanja, unatoa 5,000. Katika ulimwengu wa roho umetoa ugoro. Ulitakiwa kukataa kwamba sisi tuliokoka hatutoi ugoro. Kwa eneo la ugoro mruke. Tuliokoka hatutoi mahali ya ugoro. Lakini wewe unasema sitoi ugoro, unatoa 5,000. Ni ugoro ule ule. Lazima uwe na maamuzi, wakupe mke au wape ugoro. Tunaenda kuoa, tunaambiwa tumbaku ya mzee, alafu tumbaku yenyewe marehemu. Unatoa 5,000 ya tumbaku, unasema nimewaruka, nimetoa hela. Exchange program. Unampa tumbaku. Jamani, si mnajua unaenda kununua kwenye shamba la mtu, anakupa mazao, unampa hela. Barter trading. Na unapoenda kuoa, hiyo vitu vinadaiwa. Kasome listi ya vitu vilivyopo kwenye mahali. 80% vya mizimu. Narudia, 80% ni vya mizimu. Kondoa nyingi tulizo nazo zinaanzia kwenye mizimu, ndo zinaletwa kanisani. Kondoa ya kwanza ni ya mizimu, ya pili ya kanisa. Yenye nguvu ni ipi? Ya kwanza. Ndio maana ndoa siku hizi hazikai. Kabinti kanaolewa, baada ya siku 2 kanataka kwenda nyumbani. Mzimu. Na unakauliza kameokoka, kanakwambia Biblia yangu inaruhusu kuacha na kuoa tena. Hamjaona ama tapeli mitume wanaoa wake wawili sasa hivi? Wangapi wamesikia na wameona kwenye mitandao? Wanawake wawili. Usijifanye kama usomi mtandao, kasome mtandao ili usiende kwa wafu. Biblia inasema Bwana aliweka mke mmoja, mme mmoja. Lakini leo hawa wala ugoro hawa wanaweza kuwa na ndoa za mitara. Mimi siko huko sana, lakini sababu inayosababisha ni mamizimu. Mchungaji waliokoka wana mizimu kibao. Mizimu usipoidhibiti inabaki. Bwana anasema uingoe. Wewe unaifuga, unairisha ugoro wa mahali. Siku ulipoenda kuoa ukatoa ugoro, mzimu ulirudi wa bibi. Siku ulipoenda kuoa ukatoa tumbaku, mzimu wa babu ndio huko pale. Kusije ukashangaa kuona sinema kwenye ndoa yako, kwa sababu umeyataka mwenyewe. Leo tunafanya toba. Ninakufikirisha, nipe maji ninywe, maji ya uzima. Unaweza kupewa maji ya upako, lakini maji yale yale. Siko huko tena mimi. Nakufikirisha tu. Tunafundisha damu ya Yesu. Mtu mwingine anaweza akachukua damu ya mbuzi akaambia hii itakutakasa. Nikonkurudi hoja. Tunapoongelea mzaliwa wa kwanza, anakombolewa kwa damu ya Yesu. Akomborei kwa fedha wala kwa mali iwayo yoyote. Sasa kukomboa kibiblia tunatumia damu ya Yesu katika Agano Jipya. Narudia tena, ukombozi wowote katika Agano Jipya ni kutumia damu ya Yesu. Usitumie chochote. Mtu asikwambie leta milioni nikomboe mwanao, hapana. Sasa inapoteza maana mtu anapotengeneza sadaka ya ukombozi kwa ajili ya kumkomboa mzaliwa kwanza. Hapo ndipo tunakuwa na contradiction ya kimafundisho. Lakini hiyo haiondoi maana ya mzaliwa wa kwanza. Mtu anaweza akafundisha vizuri na akachomekea. Unaweza ukafundisha vizuri na ukachomekea. Inafuatana siku umeamka na njaa ya namna gani. Kwa kuna wakati mwingine unaweza ukahubiri njaa, wakati mwingine ukahubiri neno. Kama unatafuta mkate, utalazimisha watu watoe sadaka za ukombozi. Sadaka ya ukombozi ni damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sadaka tunayokufundisha haitwi sadaka ya ukombozi. Haitwi sadaka ya ukombozi. Ni sadaka yenye sababu, na sababu zinatajwa.
Usije ukasema sasa nimeweka sadaka na rara simuombei mwanangu. Utamkuta vile vile. Sadaka ni kiunganishi kati ya anayeabudu na Mungu wake. Ni kiunganishi. Asionekane mtu mbele zangu mikono mitupu. Usiende mbele za Mungu mikono mitupu. Maombi yoyote yanaambatanishwa na sadaka. Ukiamka asubuhi unataka kwenda kazini, toa sadaka. Fungua lango lako la siku, au komboi lango lako la siku, unafungua lango lako la siku. Kwa usikopi mafundisho ukavuruga fundisho. Yesu ni lango, nasi tuko kwenye lango kama mzaliwa wa kwanza, na Yesu ndiye mtangulizi. Sasa kwenye lango kuna vitu gani? Ndio nimejaribu kufundisha kwamba lazima tufanye vita langoni. Faida nyingine nitakufundisha, lakini ya mwisho faida inapatikana Kutoka 23 mstari wa 25-26. Unapotoa sadaka ya Pasaka, Bwana anasema nitakubarikia chakula chako, nitayabarikia maji yako, nitakuondolea magonjwa yote yasiwe katikati yako, hata kuwepo mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa, na siku zako za kuishi nitazitimiza. Sasa fundisho hili la leo ni fundisho la kivita. Nina vitabu viwili niliviandika, vita juu ya lango la mzaliwa wa kwanza, na nimefafanua vitu kadha wa kadha ndani mle kwa sababu. Kuna vita vya lango la mzaliwa wa kwanza, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Tunaingia kwenye lango la vita sasa. Tunakwenda kupambana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu akusaidie. Inua mikono yako juu, rudia maneno haya. Sema, Bwana Yesu Kristo, Bwana ulisema wewe utafanya hukumu, utahukumu miungu yote. Na leo ninainua mikono hii, ninaomba kwa damu yako Yesu, ninajitenga na miungu ya kabila langu, na miungu ya ukoo wangu, na miungu ya familia yangu. Leo nainyang'anya haki. Tangu leo ninakukataa we mizimu ya kabila. Toka mizimu ya ukoo, toka mizimu ya familia. Leo na wakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaimimina langoni, Yesu aione, na leo anitoe kwenye agano walioliweka langoni. Wewe lango la kabila, lango la ukoo, lango la familia, leo achilia miguu yangu, mikono yangu, akili zangu, maisha yangu ya achilie. Achilia kipawa, achilia karama, kila ulichokishikilia leo kiachiliwe kwa damu ya Yesu. Wewe miungu ya wanadamu, na kataa haki yenu na ibatilisha. Hamtanimiliki mimi na uzao wangu, hamtanimiliki kwa damu za mbuzi, hamtanimiliki kwa damu za kuku, hamtanimiliki kwa damu za watu. Leo napambana na kiti cha enzi cha machifu, 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 cha machifu. We kiti cha kabila kwenye masoko ya kwenye vijiji, mlituweka kwa jare na vitofu. Leo nakataa agano lao walikoniuza. Leo naita damu yako Yesu inene mema. Inua mikono yako juu, tulia. Nageuza ibada hii sahihi kwa ibada ya vita. Malaika wa vita msimamao mbele, shuka sasa. Nafanya vita zidi ya miungu. Nafanya vita zidi ya miungu. Yeye aliyeshikiliwa kwenye lango la kijiji,
piga kelele kwa jina la Yesu akuachie. Kuna mtu ulifungwa tokea tumbo la mama yako. Tumbo la mama nalisemesha. Wewe tumbo la mama uliyefunga huyu dada, piga kelele mtapike kwa jina la Yesu. Uliyeshikiliwa kwenye tumbo, pale kwenye kona, pale kwenye kona, pale kwenye mbuyu, pale kwenye mbuyu, pale kwenye kona, pale kwenye mti, pale kwenye njia panda, pale kwenye kijiji, pale kwenye kaburi, pale kwenye kaburi, pale kwenye kaburi, pale kwenye kaburi, kaburi la bibi, kaburi la babu, linapiga kelele, yakama, 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 yakama katika jina la Yesu. Robotokosa. Wewe tumbo la mama, piga kelele. Ulishikilia ndoa kwamba watoto hawa hawataolewa. Siku ulipoolewa walipewa tumbako, walipewa ugoro, wakawashikilia watoto wako wako kwa bibi. We bibi, we bibi, we bibi, we bibi, we bibi, toka pepo, achia. Ina mikono. Yeye aliyeshikiliwa asioe. Walikufunga tokea tumboni kwa mama yako, hakuna ndoa. Piga kelele kwa jina la Yesu. Yuko msichana amefungwa, hakuna kuolewa. Mama yake alifungwa siku anaolewa, amekataa kuwapa sadaka, wamesema azai. Naona wasichana 13 mmevishwa crown ya umalikia, na kila siku unalala unaolewa na majini. We Marikia, piga kelele Marikia wa kuzimu. I cast you now, I cast you now. Na kuvua hiyo pereoni, na kuvua hiyo crown, na kuvua hiyo taji. We ni Marikia wa ukoo, we ni Marikia wa kabila, we ni Marikia wa ngoma. Piga kelele Marikia, itika. Walisema nenda uendaka hautafanikiwa. Umefungwa na mzimu. We mzimu uliyeshikilia ndoa, we pepo uliyekaa kwenye ndoa na kuita Sharifu, na kuita Maimuna, na kuita Kibwengo, piga kelele na vua pete uliyemvisha huyo. Kwenye ukoo wenu kuna madhabahu. Namuona nyoka wa kike, naliona joka kichwa chake. Umeolewa na nyoka. We joka, piga kelele, toka ndani ya tumbo hilo, achia. Wewe joka uliyeshikilia ndoa, piga kelele. Navua pete, navua pete, navua pete, navua pete. Bado 12, navua pete, navua ndoa yako. Walikupa shera, naiona shera. Napambana na miungu ya ndoa. Wamechinja kondoo kwenu, wamechinja mbuzi kwa ajili yako. Toka ulipozaliwa wamekushikilia. Leo naiapisha miungu ya mababu. Napambana miungu kwenye rango la ndoa. Rango la ndoa liachie, rango la ndoa liachie, rango la ndoa liachie, rango la ndoa liachie. Mlisema huyu hataolewa, hatakuwa na mtoto, hatakuwa na mtoto, hatakuwa na mtoto, hatakaa na mme. Leo naiapisha miungu walioiweka kwenye rango la ndoa yako. Napiga sasa rango, napindua rango hilo. Walikufanya Marikia unazalia nyumbani. Leo napiga hilo rango la kuzalia nyumbani. Napeleka vita, napeleka damu kwenye rango la uzazi. Walisema hawa watazalia nyumbani. Piga kelele pale kwenye kona, pale kwenye kona, pale kwenye kona. Naachilia malaika, malaika wa vita, malaika wako Baba wanashuka sasa. Napambana sasa, napiga hilo lango, napiga hilo lango la ndoa linaachilia sasa, linaachilia sasa. Lango la elimu linaachilia sasa, lango la kazi linaachilia sasa. Huyo dada mlimununua kwa kafara, kafara ya kitofu, kafara ya kitofu, kafara ya kitofu, kafara ya kitofu. Walikula kitofu, walipewa kitofu, walipewa kitofu, hakuna kuzaa. Walipewa kitofu, hakuna kuolewa. Liko rango. Napambana sasa na miungu mipya iliyoko rangoni. Napiga rango lao, napiga rango lao, rango la mizimu. Anza kuachilia kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, mtu kwa mtu, napeleka damu kwenye hicho kiti, napeleka damu kwenye hiyo kiti. Huyo dada alipozaliwa walimcheza ngoma, wakamwekea majoka, walisema huyu ni wa kwetu. Napiga sasa rango la Lindi, piga kelele. Rango la Mtwara,
piga kelele. Lango la Wasukuma, piga kelele. Lango la Wapare, piga kelele. Lango la Kagera, piga kelele. Arierara Karara, piga kelele. Na piga kelele, piga kelele. Itika na ita sasa. Ulishikiliwa kwa Wasumbwa, ulishikiliwa kwa Masai, ulishikiliwa kwa Wanyamwezi, kwa damu ya mwana kondoo ulikoshikiliwa. Leo napiga rango, waachie ndoa yako, waachie ndoa yako. Naenda kila mkoa kwa kabila lako, kwenye kabila lako wewe ni lango. Walikufunga rango la mzaliwa wa kwanza, walifunga watoto wote, hakuna kuolewa. Leo napeleka damu kwenye lango la mzaliwa wa kwanza, shoto kulia kwa moto. Kila lango tunapeleka damu kwenye lango la mzaliwa wa kwanza wa kila kijiji. Ninaona kijiji cha babu yako, kijiji cha bibi yako walikufunga pale kwenye gulio lao. Napiga magulio, walikamata uchumi, walikamata mashamba, walikamata maisha yako. Leo napeleka damu ya Yesu Kristo, naipeleka kwenye kijiji. Unaachiliwa sasa. Leo tunapindua uchawi, tunapindua uganga, tunapindua mazabau. We mazabau ya nyoka, we mazabau ya chui, we mazabau ya fisi la Kisukuma linakuachia sasa. Na pindua. Walikamata visigino, walikamata miguu yako, wale Wasukuma walikamata mikono yako, wakasema hakuna kwenda. Leo ninaita sasa, napiga miungu ya baba zako, miungu ya Wachaga, piga kelele. Miungu ya Wapare, piga kelele. Miungu ya Wajaruo, piga kelele. Miungu ya Wakuria, wale Wakuria walikamata ndoa yako, na isemesha Msoma na ardhi ya Msoma, na isemesha Mwanza na ardhi ya Mwanza, na isemesha Tabora na ardhi ya Tabora. Wanyamwezi wakuachilie sasa, shoto kulia kwa moto. Leo ninapindua, napeleka vita kwenye lango. Pinduka. Inua mikono yako. Orabakosaka. Tunapeleka vita kwenye lango. Walisema hawa hawatasoma, na ita ambao walizuiwa kusoma, piga kelele. Walikamata karama, walikamata kipawa. Inua mikono yako. Kwenu wamesema hakuna mhubiri, hakuna muimbaji, unaimba kama nani? Walikupiga, walikufanyia vita. Ulipookoka wameua karama yako. Inua mikono. Kwenu hawataki, wanataka uwe mganga, wanataka upige ramli, hawataki uwe mchungaji, hawataki uhubiri. Kila aliyeibiwa karama, walizima karama yako. Leo naita karama, leo naita kipawa. Inua mikono yako. Walikunyang'anya kipawa, walikupa kahawa, walikupa chakula, walikupa chai, walikupa maziwa, walikupa chai pale ofisini kwenu, wakaua kipawa chako. Naona chakula. Kanisa, inua mikono. Kuna watu umelishwa vyakula, naona vyakula kwenye tumbo lako. Tumbo litakata sasa. Napeleka mshale kwenye hilo tumbo. Ulipewa chakula kama sadaka ya kukufunga. Nagusa tumbo. Wanakutapika, waliokumeza, walimeza fedha, walimeza uchumi, walimeza mali yako. Inua mikono. Tunapindua. Anza kupindua. Piga waliokumeza, piga hayo marango yao, piga hayo marango. Kila moto piga, tupa uchawi wao, tupa uganga wao. Peleka damu kwenye lango lako, lango la kabila, lango la ukoo. Anza kuomba. Pambana. Hebu kila mtu omba kwa nguvu. Naona watu wanashikiliwa kwa sauti yako. Omba. Inua mikono yako. Ita damu ya Yesu Kristo kwenye lango likokwama. Walikupeleka shuleni, walikupeleka nursery school. Anza kupiga hiyo primary, wakuachie hicho chuo, wakuachie shoto kulia kwa moto. Anza kuomba sasa. Inua mikono yako. Maombi ya vita yahitaji urembo. Anza kuomba. Kemea. Orabakosa karaba. Anza kuomba sasa. Piga kwa moto. Inua mikono. Tunapindua viti vya enzi. Pindua sasa. Orabakosa. Inua mikono yako. Pindua kwa nguvu. Inua mikono yako. Unaachiliwa sasa kwa jina la Yesu. Ita damu ya Yesu. Rikata kasaka. Orabakosaka. Umepewa damu. Taja damu ya
ya Yesu inanena mema. Omba sasa. Oh, roboto korabaka rakatakara rakatakara makosakaraba rabakosakaraba. Inua mikono yako, omba mama, omba dada, mwambie Bwana Yesu, kwa sauti yangu leo napambana kwa damu ya mwana kondoo. Anza kuomba dada, anza kuomba kaka, omba kwa imani, omba, pambana, kemea kwa nguvu. Tunapeleka damu kwenye marango ya kabila. Piga waachie, piga waachie, piga waachie. Unadai nini? Wewe ni Yusufu, wewe ni Yusufu, kwa jina la Yesu.